Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani kushare na wewe jambo moja kwa haraka haraka tu. Leo nataka nikupe summary, ufupisho kwa wewe ndugu yangu ambaye huna mpango wa kumpokea Yesu Kristo. Najua leo tuko mwaka 2025. Ushawahi kujiuliza kwa nini watu nahesabu miaka? Kwa sababu kama kungelikuwa hakuna tukio mbele huko, kungekuwa hamna haja ya kuhesabu. Kitu chochote kinachohesabiwa ujue kina expire. Kina expire date, yani lazima kuna expire. Sasa angalia hapa katika Ufunuo wa Yohana sura 20 kuanzia mstari ule wa kwanza, anasema kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule ibilisi na shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Sasa angalia katika mstari wa 11 sura hiyo inasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketia juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapa kuonekana. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Sikia sasa, bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Ndio maana nimeanza kukuambia kwamba tunahesabu miaka, ujue ya kwamba kuna tukio mbele, yani kuna final. Hatuwezi kuwa tunahesabu tu, tunahesabu. Ukiona kitu kinahesabiwa ujue kina mwisho. Sasa hapa nikupe labda nikurudishe nyuma kidogo. Wataalamu wengi wa maandiko wanasema ya kwamba tangu Adamu mpaka Nuhu ilipita takriban miaka 2000, na tangu Nuhu mpaka kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo pia ilipita miaka 2000. Tangu kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo mpaka leo hii, ndio maana unaona leo ni 2025. Maana yake imepita miaka 2025. Na hapa ukisoma vizuri Biblia inakwambia siku moja kwa Mungu kwetu sisi ni miaka 1000. Sasa ukijumlisha miaka 2000 ya kwanza, ya pili na ya tatu, utagundua kwamba ni miaka 6000 imepita. Na kwa akili tu za kawaida, manake Mungu siku ya 7 alipumzika. Na hapa mbele unaona kabisa kwamba shetani anakamatwa, anafungwa miaka 1000. Na miaka 1000 ikisha kupita atafunguliwa. Manake nini? Manake ni kwamba atafungwa miaka 1000. Manake hiyo miaka 1000 itakuwa ni miaka ambayo itatimiza 7000. Kwa lugha fupi, kwa Mungu hiyo itakuwa ni kama wiki moja. Sasa manake hapa tushamaliza siku 6, imebaki siku ya 7. Ndio hii miaka 1000 tutaimalizia katika mapumziko. Maana siku ya 7 Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi, akastarehe, akapumzika. Manake hii miaka unapoona sisi tu, yaani unajua mara nyingi mwanadamu yuko busy hapa duniani. Yuko busy kwa nini? Yuko busy kwa sababu yeye kila kukicha ni kushindana na shetani, kushindana na shetani. Maana shetani yupo, kazi yake ni kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo atakamatwa huyu, atafungwa kuzimu. Na nimesoma hapo, umenisikia. Atakapofungwa kuzimu, maana yake ile miaka 1000 itakuwa ni miaka ya kupumzika. Yaani na hiyo miaka ni Yesu Kristo atakuja, atatawala, atakuwa pale Yerusalemu. Sasa ukiona tunahesabu miaka, ujue tunaelekea mahali. Sasa wewe ambaye hujampokea Yesu Kristo,
Ukae ukijua ya kwamba mpaka leo uko hai. Kwa nini? Kwa sababu ni neema. Yaani hii ni neema kwamba unaweza ukabadilisha mind yako. Kwa sababu Biblia inasema Yesu Kristo ndiyo njia ya kwenda wapi? Mbinguni kwa Baba. Manake bila kumwamini yeye utapotea. Labda nikufafanulie hapa kidogo kwa haraka haraka. Kwa nini yeye ni njia? Njia manake ni hii hapa. Haiwezekani ukamwamini Yesu Kristo halafu kaangukia kwa Mungu mwingine. Manake ukimwamini Yesu Kristo lazima utaingia, utamwamini Mungu Baba ambaye ni Yahweh. Utaamini Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Utaamini maandiko yake haya ambayo tunayasoma hapa. Kwa utaamini yale maneno yake. Na ukishamwamini yeye ndio ana full maelekezo, manake ndio njia, ndio solution, yani ndio maelekezo. Ndio maana anasema ni njia. Labda tunaposema njia wengi hawaelewi, manake yeye ndio maelekezo, ndio full mwongozo wa kuingia mbinguni. Okay. Sasa huyu shetani atafungwa miaka 1000. Na nimekusomea hapa mbele kwamba mauti na kuzimu zitawaleta watu wao, zitawatoa watu wao. Manake mauti na kuzimu ni spirit, ni roho. Unaposikia mauti na kuzimu, ujue kabisa kwamba watu walioshikiliwa humo watatolewa siku ya mwisho kabisa, baada ya miaka 1000 kupita. Sasa watatolewa humo. Sasa hapo ndio Biblia inasema na bahari nayo itatoa wafu. Kwa nini inawatoa? Wataletwa kwenye kiti cha hukumu. Na angalia kwenye huu mstari wa 10, nasoma mstari mmoja hapa, anasema ya kisha ngoja nikusomee vizuri. Nilianzia, ilikuwa ni sura ya 20 sura hapa. Anasema mstari wa 11, sura ya 20 mstari wa 11, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao pa kuonekana. Unakuta ni Mungu mwenyewe. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho. Unaposikia wafu, manake ni wale watu ambao hawajampokea Yesu Kristo. Maana mtu ambaye hajampokea Yesu Kristo ni mfu ingali anatembea. Japo ana jina la kuwa hai lakini amekufa. Yaani ni kama yule aliyehukumiwa kunyongwa gerezani. Maana yule ni mfu. Anasubiri hukumu yake itekelezwe. Imeshapitishwa. Sio, umenielewa? Maana kinachokufanya wewe upate neema ya kupata uwezekano wa kuwa hai tena ni pale unapokuwa hai katika mwili huu ukimpokea Yesu Kristo. Ikitokea umekufa, maana ni forever. Ndio maana huyu mtu anaitwa mfu. Yaani anatembea katika kupoteza maisha ya milele. Yaani ambaye hajampokea Yesu Kristo, maana anatembea pembezoni. Ikitokea kitu chochote kikakatisha uhai wa kawaida, maana huyu ni amekufa moja kwa moja. Ndio maana yake. Ndio maana sisi ambao tumeokoka, Biblia inasema kwamba sisi ni wazima, tumepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa nini? Hata ikitokea nikafa, nina garantia kuishi katika ulimwengu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu nimemwamini Yesu Kristo. Lakini yule ambaye hajamwamini, yaani kinachoombwa pale ni asipoteze uhai. Kwa nini? Uhai uliopewa ndio ukitumia vizuri, ukapata kumwamini Yesu Kristo ukiwa hai, una guarantee katika ulimwengu ujao. Ndio maana yake hapa. Sasa bahari katoa wafu, nimeshaisema hiyo. Sasa hapa ni baada ya miaka 1000. Leo ni 2025. Na wanasema ya kwamba kwa nini mwaka 2025? Inawezekana kabisa ya kwamba kuna kipindi wakati tunahesabu, inawezekana kuna kipindi kalenda zilijichanganya, au labda Mungu ametupa grace period kabla ya kuanza ile miaka 1000. Na nielewa vizuri. Kwa hiyo nini ninachotaka kusema hapa? Ninachotaka kusema ni kwamba anayekufanya usiokoke leo hii ni shetani. Ana waste muda wako, anachanganya maamuzi yako. Ndio maana Biblia inasisitiza kwamba mwenye hekima, mwenye akili ni yule ambaye anamtafuta Bwana. Katika Zaburi, soma katika Zaburi. Kutoka mbinguni Mungu anawachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili anayemtafuta nani? Bwana. Sasa
Baada ya hii miaka 1000 kupita, ndio tunaona hapa sasa, na anasema hivi anasema hivi, nirudie 13, anasema bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Umeona? Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Kuna vitu vitatu hapa: mauti na kuzimu. Mauti ni ile hali ya kufa, yaani kutengana na Mungu. Unaelewa? Yaani roho iliyo hai ni ile ambayo iko na Mungu. Roho ambayo inatenda dhambi, hiyo imekwisha kufa. Sasa hiyo ndio mauti, kuto kumwamini Yesu Kristo, hiyo ndio mauti. Kuzimu ni baada ya kufa mtu anaenda kushikiliwa sehemu inaitwa kuzimu. Umeona? Kwa watu wote wanaokufa sasa hivi katika dhambi wanaingia kuzimu hapo. Na hapo ndipo pana shughuli za shetani ambapo zinafanyikia huko. Unaona? Sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba hizo zote zitawaachilia wafu wote, zitawaachilia waje katika kiti hiki cha hukumu. Umeona? Ndio Biblia inasema watahukumiwa kwa kadiri ya matendo yao. Kwa unapofanya baya, unapoiba, unapozini, unapoua, unaposhuhudia uongo, unapofanya machukizo yote, kuto kumwamini Kristo, utaletwa hukumuni, kuhukumiwa sasa na matendo yako. Na Biblia inasema kwamba na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Unaelewa vizuri? Sasa maana yake kumbe, sasa hivi kama shughuli za kidunia zinapoendelea, mara unasikia kuna daftari la kudumu la wapiga kura, sijui mara kuna kujisajili NIDA. Maana yake ni kwamba kumbe utaratibu wa kuandika majina upo kimungu. Maana yake sasa hivi hakuna mtu ambaye, ndio maana mtu anayezaliwa lazima apewe jina. Hivi vitu lazima tu tunajihoji, kwa nini kila mtu awe na jina, identification. Sasa jina ni uhusika. Maana yake sasa Biblia inasema mtu yeyote, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima. Kuna kitabu maalum. Kitabu cha uzima maana yake ni wale watu waliomwamini Yesu Kristo. Unapookoka tu, jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kama halipo, mtu yote hakuonekana ameandikwa, alitupwa katika lile ziwa la moto. Na usisahau nyuma hapo, kila mtu anahukumiwa sasa na matendo, kila unaolifanya. Ndio maana nisikilize vizuri, usiishi kiolela. Usiishi kiolela. Na ngoja nikwambie, Biblia inasisitiza ya kwamba tuenende kwa hekima. Hekima ni maamuzi sahihi. Hekima ni kuamua ukiwa unaelewa jambo. Hekima ni kujua mafumbo yaliyofumbwa, ni kujua kila kitu. Yaani kila kitu sasa hivi unachokiangalia, ukiangalia kwa hekima, yani kwa kukiresonate. Sio, inaeleweka nikisema hivyo? Kwa maana yake huwa naangalia sasa hivi kuna sheria nyingi hapa duniani, nyingi sana. Lakini nyingi zinataka ujiongeze sana. Ndio maana watu sisi tuliookoka, kuna sheria mpaka ukiangalia unaona kabisa anyway, mimi sheria yangu ni ya Kristo. Sio, unanielewa vizuri? Kwa nini? Kwa sababu utashi wa mwanadamu ni wa mwanadamu. Maana mara nyingi wakati fulani unaweza kukuta sheria hapa duniani za baadhi ya nchi kwamba ukiangalia unaona nikiitekeleza hii ninapingana na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tawala nyingi sana zinafanya kibinadamu, si kulingana na maandiko, nyingi sana. Kwa sasa pointi yangu ni kwamba kila kitu lazima uhoji. Usije ukakifanya kitu kwa sababu eti unatakiwa kukifanya hicho kitu. Wakati fulani hicho kitu kinaweza kikakukoseshanisha wewe na Mungu. Yaani hicho kitu ambacho unaweza ukaamriwa ukifanye, kinafanya ya kwamba usiwepo katika, yani jina lako lisiwepo katika kitabu cha uzima. Kumbe hapa duniani cha kupambana na kumsihi Mungu siku zote, jina lako liwepo katika kitabu cha uzima. Hilo ndio la msingi. Maana yake kama tunavyoitana majina huku
ili kupata vitu fulani. Hali kadhalika na ili kuingia mbinguni kuna majina yanaandikwa. Wewe fanya ukorofi tu hapa duniani, manake jina lako halitaandikwa pale. Na kama jina lako halitaandikwa, Biblia inasema mtu huyo alitupwa katika lile ziwa la moto. Na huko katika ziwa la moto, Biblia inasema moshi wao na mateso yao na maumivu yao, moshi wao unapanda juu milele na milele. Unajua maana ya milele? Milele maana yake hakuna mtu anayehesabu huko. Huu ni mwaka 2025, mwaka 2026. Sijui hakuna. Milele maana yake hakuna kwanza wa kuhesabu. Kila kitu kipo under God. Hakuna wa kuhesabu. Unajua hapa duniani unaweza ukapitia changamoto ukasema nafikiri usiku nitalala, nitapumzika. Mwingine anaweza kusema wacha niteseke tu hivyo, itafika wakati nitapumzika, nitakufa. Anajifariji. Sasa kwenye milele hakuna kufa, kwenye milele hakuna kulala, kwenye milele hakuna usiku, kwenye milele ni ile time unayoiona ndio hiyo hiyo. Nothing changes. Nobody counts. Kwa nini ninasema? Nasema ili nikufumbue macho. Usije ukaona kama vitu vinaenda bila mpangilio. Kuna mpangilio. Biblia inasema inataka uenende kwa hekima. Sio kila kitu cha kufanya kwa sababu nani amesema, kwa sababu mkubwa wako amesema, kwa sababu wewe mwenyewe lazima uweze kuresonate. Biblia inanitakesha. Unless otherwise, Biblia inasema asiyemwamini Kristo amekwisha kuhukumiwa. Hiyo ndio maana yake. Haleluya. Sasa point yangu ni nini? Point yangu ni kwamba lazima tujue muda wa kuwepo duniani umekaribia kuisha. Umekaribia kuisha. Hii dunia ina lifespan. Ndio maana angalia tu kwamba matukio mengi yanayotokea duniani, yanayotokea hata kwenye nchi, ujue kabisa ya kwamba cha msingi wewe ni kumuomba Mungu uweze kupita salama. Yaani hayaepukiki, yatatokea. Mambo mengi yatatokea. Ndio maana unakuta duniani hapa kuna vita na matetesi ya vita. Biblia ilishasema kwa nini? Manake ilishajua kwamba inapofikia wakati wa dunia kuexpire, kuharibika, mambo kama haya yatafanya nini? Yatatokea. Kwa mtu wa Mungu, nikutie moyo wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo, bado kitambo kidogo Yesu Kristo atarudi kulichukua kanisa lake. Na wewe ambaye upo katika dhambi, ni kuambia kwamba kimbia. Kimbia. Usije ukasema huko sasa mimi niko kwenye hii dini ya wazazi. Kimbia. Hoji. Huku kwa Yesu kuna fakti, kwenye Biblia kuna fakti kabisa. Yani tukianza kuzichambua hapa mpaka unaanza kuelewa. Nimekupa tu fakti ndogo tu ya kwamba mpaka sasa imeshapita takriban miaka 6,000 hivi tangu binadamu wa kwanza ameumbwa. Na fakti nimekuambia, ndio maana tunahesabu miaka. Unanielewa vizuri? Sasa jambo la msingi ni wewe kuresonate. Kwa nini? Ikiwa mwanadamu huyo ambaye ameumbwa na yeye ana expire, kuna muda unafika anazeeka, anakufa, anazaliwa mwingine. Manake hata dunia hii isikutishe kwa ukubwa wake, bali Mungu ameipa lifespan. Maana Mungu yeye kufanya mambo makubwa kwake ni kitu ndivyo alivyo. Huwa anafanya mambo makubwa ambayo wewe usipo resonate, usipokaa chini na kumuelewa, hautafahamu kinachoendelea. Kwa Mungu akusaidie sana umwamini Yesu Kristo. Achana na mambo ya duniani hapa. Muamini Yesu Kristo, mpokee Yesu Kristo. Na inawezekana naongea hivi na wewe uko tayari kabisa kumpokea Yesu Kristo. Huwa ni rahisi tu, ni imani yako. Na imani yako inakufanya ukiri maneno haya. Hiyo ndio kodi za kutransform. Mungu ametupatia kodi za kutransform. Ni kama mimi nimewahi kujifunza coding, kutengeneza website na nini. Hizi mitandao, yani website
application za simu unazoziona hizi, ni herufi huwa zinaandikwa, zikiandikwa kwenye program fulani, zikitengenezwa ndio zinasababisha, anaandika kwamba hapa patokee button ya open, ukibonyeza ifunguke, ndio mtu ana kodi. Sasa Mungu ametupa kodi, maneno fulani ukiakiri kwa imani, jina lako linaandikwa mbinguni. Kufuatisha maneno haya, na kuanzia sasa, baada ya kufuatisha maneno haya, ujue kabisa kwamba umeokoka, na anza kuhudhuria kwenye kanisa lolote lilo karibu na wewe. Hebu fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Leo hii nimesikia maneno yako na nimeyaamini. Baba, nimekukosea sana, nimetenda dhambi. Ila siku ya leo ninaomba unisamehe dhambi na makosa yangu yote. Naomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa mimi nimeokoka, ninakuamini wewe Yesu Kristo. Maana wewe ndiwe njia, kweli na uzima. Ninaomba Bwana unipokee katika jina la Yesu. Amen. Baada ya kufuatisha maneno haya, nikutie moyo ya kwamba umeshayaamini na imani yako imekuokoa, imekuponya. Sasa cha kufanya, usiache kuhudhuria ibada kwenye makanisa ya watu waliookoka. Makanisa sio mradi tu, makanisa ya watu waliookoka. Kwa nikutie moyo kwa hilo. Sasa nitakuombea ili uweze kupokea nguvu. Na jitahidi sana kama una smartphone upate Biblia. Lakini pia ununue Biblia, uwe unajisomea, maana huko ndiko kuna maelezo yote. Usisahau kusoma neno na kufanya maombi. Mungu akusaidie sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namkabidhi msikilizaji huyu na mtazamaji huyu ambaye ametazama maneno yako na kuyasikia na kuyaamini. Ninaomba Bwana Yesu Kristo, jina lake kama alivyoomba uliandike katika kitabu cha uzima. Umpe amani, umpe furaha, umpe kudumu katika wokovu, umshikilie. Baba, uwe pamoja naye. Maadui wote ambao wamepanga na wamejipanga kuja kuharibu maisha yake, ninawazuia kwa jina la Yesu Kristo. Bali wewe Mungu umpe nguvu ya kuwashinda. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana. Kwa ushauri na maombi, namba zangu zitakuwa hapo kwenye skrini. Naweza pia nikakutajia 0684759122. Naitwa Mchungaji Dickson. Mungu akubariki sana. Amen.